Palitokea na kijiji kimoja kilichoitwa Mji wa Zamani. Kijiji hiki kilikuwa ni kijiji tofauti na vijiji vingine. Ardhi yake ilikuwa kame, hakukuwa na mvua za kutosha wala chakula cha kutosha. Watu kutoka maeneo mengine walisema kuwa kijiji hiko kimelaaniwa. Wakazi wa kijiji hiki hawakuwahi kuishi kwa furaha hata siku moja kutokana na hali ya kijiji chao. Magonjwa mengi yalishambulia kijiji hiki, hali iliyopelekea wakazi wa kijiji cha Mji wa Zamani kutoruhusiwa kuishi maeneo mengine zaidi ya kubaki kijijini kwao. Hali hii iliendelea kwa miaka mingi sana bila matumaini, na hii ilifanya watu wa kijiji hiki kukata tamaa kabisa, kwani walijaribu njia mbalimbali. Siku moja nyakati za usiku katika kijiji cha Mji wa Zamani, watu walikuwa nje ya nyumba zao wakipunga upepo na kutazama mbalamwezi. Katika anga kilionekana kitu kinachomeremeta kikiwa kinashuka kwa kasi sana. Watu wa kijiji hiki walijawa na hofu, kwani hawakujua kuwa ni nini kinachotaka kuanguka katika ardhi yao. Kitu kile kilionekana kushuka kwa kasi sana na kilionekana kuangukia upande wa mashamba, mbali kidogo na makazi ya watu walipokuwa. Wakazi wote wa kijiji cha Mji wa Zamani walistaajabu na kutaka kujua kuwa ni nini kilichoangukia katika mashamba yao yaliyokuwa makame kutokana na uchache wa mvua. Watu wote walijikusanya na kutaka kwenda kujua kukiona kitu hiko. Mzee Rashid aliyekuwa kati yao alikuwa ni kiongozi wa kijiji hiki, hivyo aliwaambia watu wake kuwa kuweni makini na kitu hiki, kwani hawajui kitu wanachoenda kukitazama. Kila aliyekuwa ndani alitoka na kuungana na wenzake kuelekea katika mashamba kutazama kitu hiko. Walitembea kwa muda mchache na kufika katika shamba ambalo kitu kile kilionekana kuangukia huko. Walipokaribia watu walistaajabu, kwani kilichoanguka kilikuwa ni jiwe la kipekee sana. Jiwe hilo lilikuwa ni kubwa na halikuwa na rangi, yani mtu aliyelitazama angeweza kuona upande wa pili. Wakazi wote wa kijijini walishangaa, kwani hawakujua kwa nini jiwe lile liangukie kwao na limeanguka kwa sababu gani na limetokea wapi. Walitazama jiwe hilo kwa muda mrefu, na Mzee Rashidi alisimama na kusema, "Jamani, nadhani kitu hiki kilichoangukia katika ardhi yetu si kibaya, hivyo tusiwe na wasiwasi." Watu wote walimuelewa Mzee Rashid, lakini kila mmoja alikuwa akinong'ona na mwenzake wa pembeni kuhusu kitu alichokuwa akikitazama mbele yake. Watu walirudi majumbani mwao. Usiku ulitanda, watu wakajifunika kwa usingizi mzito, kila mmoja akitafuta pumziko lake. Kimya kilitawala mitaa katika kijiji hiki, lakini mbali huko mbingu zilianza kubadilika. Rangi za alfajiri zikachora upeo wa macho kwa upole. Jogoo akawika na mwanga wa usiku ukaanza kupungua taratibu. Binti mdogo Lila alikuwa wa kwanza kuamka kijijini kabla ya jogoo kuwika. Tayari alikuwa amesimama mlangoni akijiandaa kutazama mwanga wa alfajiri ukichora anga. Upepo wa baridi ulipapasa nywele zake na kijiji kilikuwa kimya isipokuwa moyo wa Lila uliotangulia kujiandaa kuianza siku mpya. Binti Lila alipotazama mandhari ya asubuhi kijijini kwao, moyo wake ukadunda kwa mshangao. Haraka akarudi ndani akamwita mama yake kwa sauti ya mshangao. "Mama, mama njoo uone." Mama yake alipotoka walitazama pamoja kijiji chao. Kilichokuwa kimechoka na kikavu sasa kilistawi kwa namna ya ajabu. Miti ilichanua, bustani zilimeremeta kwa kijani, na kila kona ilionekana kuamka upya, kama vile ilitokea miujiza usiku wake. Mama Lila hakusika, upesi alichukua kanga yake haraka na kuanza kuamsha wanakijiji wenzake. "Njoni muone kile kilichotokea kijijini kwetu." Lila naye alikuwa akikimbia huku na kule akigonga milango ya marafiki zake. Dakika chache baadaye kijiji kizima kilikuwa kimetoka nje. Wazee, vijana na watoto wamesimama kwa mshangao wakitazama mazingira yao yaliyobadilika ghafla. Wengine walishika vichwa vyao, wengine walinyamaza tu kwa butwaa. Hakuna aliyekuwa na jibu, lakini kila mmoja alihisi kwa siku hiyo haikuwa ya kawaida. Kati ya umati uliokusanyika alikuwepo Mzee Rashidi, mzee wa hekima ambaye kijiji kilimheshimu sana. Alisimama mbele ya wote akiegemea fimbo yake ya miaka mingi. Alafu akasema kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito, "Wana kijiji wenzangu, jiwe lile lililoanguka jana usiku kijijini kwetu siwe jiwe la kawaida. Jiwe hilo ni baraka kwetu." Kila mtu akageuka kumtazama. Wengine walikumbuka jinsi jana jiwe lile lilivyoanguka, kwani hawakujua limetokea wapi. Sasa maneno ya Mzee Rashid yalifanya kila mmoja atafakari upya. Watu walitafakari kwa muda na wakakubaliana na Mzee Rashid kuwa
jiwe lile lilikuwa ni baraka kubwa kwao kutoka mbinguni. Basi watu wote waliamua kuwa watalitunza jiwe lile na kulilinda, na wakaliita jiwe la Mungu. Tangu siku hiyo, baraka nyingi zilianza kukishambulia kijiji hiki. Mvua nyingi zilinyesha, mazao yalistawi haraka kuliko kawaida. Watoto waliokuwa wagonjwa wakapona ghafla. Hata mifugo iliyokuwa dhaifu ikaanza kunenepa. Furaha ikatawala kila nyumba, na watu wakaishi kwa mshikamano zaidi kuliko hapo awali. Habari za mabadiliko ya ajabu katika mji wa zamani zilisambaa kwa kasi. Watu kutoka maeneo ya mbali walikuja kushuhudia jiwe hilo la ajabu. Wengine walikuja kuomba baraka, na wengine walikuja kupeleleza tu. Lakini miongoni mwao alikuwepo tajiri mmoja mwenye tamaa aliitwa Tajiri Mansur. Tajiri huyu alisikia habari kuhusu jiwe la Mungu, jiwe lililokuwa na baraka za ajabu. Baada ya kusikia habari kuhusu jiwe la Mungu, aliamua kupanga njama ya kwenda kuiba jiwe hilo. Aliajiri kundi la watu wenye nguvu kwenda katika kijiji cha mji wa zamani na kuliiba jiwe hilo. Baada ya siku kuwadia, usiku ulitanda na kundi la watu wa Mansur lilianza safari yake kimya kimya kuelekea kijiji cha mji wa zamani. Walisafiri kwa muda na hatimaye walifika kijijini. Kijiji chote kilikuwa kimya. Zilisikika tu sauti za upepo pamoja na miti. Walianza kuelekea katika eneo ambalo walisikia kuwa jiwe hilo liliangukia hapo. Walifanikiwa kufika katika shamba ambalo jiwe la Mungu lilikuwa limetulia ardhini. Watu walistaajabu, kwani kati yao hakuna aliyewahi kuona jiwe la namna ile. Walipokuwa karibu, upepo mkali ulianza kuvuma, lakini hilo halikuwa tisha. Wao tamaa yao ilikuwa ni kupata jiwe la Mungu. Waliponisogelea na kujaribu kulinyanyua, ghafla giza lilitawala machoni mwao. Wote walianza kurukwa na akili. Walianza kugombana wao kwa wao bila kujua. Kila mmoja alipomtazama mwenzake, aliona kuwa ni adui. Waligombana kwa muda mrefu hadi siku nyingine iliwakuta. Wanakijiji walipoamka waliwakuta wakiwa wamelala chini wako hoi. Kila mmoja kati ya wanakijiji alipowatazama wageni hao waliokuwa wamelala na kupoteza fahamu karibu na lile jiwe, aligundua mara moja kuwa walikuwa wamekuja kuliiba. Sura zao, mavazi yao ya usiku, na jinsi walivyoonekana kujaa hofu vilikuwa ushahidi wa tamaa iliyosababisha kuwa pale. Mzee Rashid alisimama mbele ya wote, macho yake akiwa na ukali wa hekima na kusema, "Wanakijiji, jiwe hili limeletwa kwetu na ni baraka kwetu. Yeyote atakayejaribu kutumia jiwe hili kwa tamaa zake mbaya, basi ataishia matatizoni. Lakini mwenye nia safi na jiwe hili watafaidika nalo." Tangu siku hiyo, licha ya onyo la Mzee Rashid, bado kulikuwa na waliovutwa na tamaa. Watu kutoka maeneo mbalimbali walikuja usiku, wengine wakiwa peke yao, wengine wakiwa kwa makundi. Walijaribu kwa ujanja na nguvu kulichukua jiwe lile. Wengine hata wakajaribu kulivunja ili waondoke na kipande tu, lakini hakuna aliyeweza kuondoka nalo hata chembe. Kila aliyethubutu aliishia vibaya. Wapo waliopoteza fahamu milele, wengine walirukwa na akili, na baadhi yao walipotea kabisa bila kurejea. Jiwe hilo lilijilinda lenyewe kana kwamba lilikuwa na roho ya ulinzi ndani yake. Baada ya matukio yote, kijiji cha mji wa zamani kiliendelea kubadilika kwa kasi. Habari za jiwe la Mungu zilisambaa mbali na zikavuka mipaka ya nchi. Ikavuta watu kutoka kila kona ya dunia. Wengine walikuja kuomba baraka kwa maisha yao. Wengine walikuja katika kijiji cha mji wa zamani kuomba uponyaji au suluhisho la matatizo yao. Jiwe hilo likawa ni alama ya matumaini. Kijiji cha mji wa zamani pakawa ni mahala palipokutanisha watu kutoka duniani kote, na mahala penye baraka zote, kwani hakuna aliyekuja na nia safi na akaondoka mikono mitupu. Wanakijiji walishukuru uwepo wa jiwe hili katika ardhi yao, na walijua kuwa ukame aliokuwa akipitia muda uliopita ilikuwa ni kama majaribu kwao. Na tangu siku hiyo, kijiji cha mji wa zamani kilikuwa ni eneo maarufu duniani